السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, leo insha Allah tutazungumzia jambo moja muhimu ambalo watu wengi katika jamii yetu wamekuwa wakilielewa vibaya ama kulitafsiri vibaya, ambapo wakitegemea malipo kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kumbe wanafanya bila ya kupata malipo au bila ya kuandikwa yale ambao wanayafanya katika mambo au katika daftari la mema yao. Na si jengine bali ni kuweka nia nzuri katika kutafuta elimu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kwamba talabul ilmu, kutafuta elimu, faridhatun, kumefaradhishwa au ni lazima, ala kulli muslim, juu ya kila muislamu mwanamume wa muslima na muislamu mwanamke. Lakini ma'al asafi shadid, kwamba katika jamii yetu ya leo tunaona kuna watu ambao wanafanya matendo ambayo wakidhania kwamba ni matendo ya dunia, lakini kumbe malipo yake yanakuwa ni katika matendo ya akhera kwa ajili ya nia nzuri. Lakini kuna watu ambao wanafanya matendo mabaya ama wanafanya matendo au wakidhania kwamba ni matendo ya dunia, ni ya kawaida tu, ni mazuri, yanapendeza kwa Allah, lakini nia zao si nzuri. Kwa hivyo wanaekadhana kwamba haya ni matendo katika matendo ya dunia, lakini katika madaftari yao ya mema yanaandikwa kwamba ni matendo ya akhera kwa malipo yake. Mithalu ala dhalika, inawezekana mtu akapewa kazi na baba yake kwamba afanye kazi fulani au jambo fulani, akaridhia katika nafsi yake kwamba anamtumikia baba yake, akadhani kwamba ile kumtumikia ni wajibu tu kwake, hatopata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada yake kumbe ile kumtumikia mzazi wake tayari yeye lile ni tendo la akhera na anaandikiwa katika mema yake. Hata kama si baba yake, ni mtu tu katika jamii, lakini ana mfano au nafasi ya baba yake kutokana na umri wake, basi mtu huyu atalipwa malipo ya mtu ambaye amemtumikia baba yake, na hilo ni katika mambo ya akhera. Lakini yupo mtu ambaye yeye atakuwa anafanya mambo ya akhera, lakini anadhania kwamba yale anayoyafanya ni katika mambo ya dunia. Lakini kinyume chake, kuna watu ambao wanafanya mambo ya dunia lakini malipo yake yanakuwa ni ya akhera. Mfano, inawezekana mtu akawa amejitoa kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu, kwa ajili yeye mwenyewe kwamba ajipatie riski, ajipatie kipato. Pengine ameenda kusoma kozi ya kompyuta, ameenda maabara, amepekua hili na lile, akidhania kwamba ile itamnufaisha duniani tu, lakini kutokana na nia nzuri ya kuondosha ujinga katika akili yake, ya kuondosha yale yasiokuwa na manufaa, basi atalipwa mtu huyu katika malipo ya akhera. Na ndio maana mshairi mmoja akasema, man talaba alilmu lilmi'ad, yule ambaye ataitafuta elimu kwa ajili ya akhira yake, faza bifadhli min arrashad, basi huyo mtu ataongoka, atafanikiwa kwa fadhila za yule mwenye kuongoa, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema, fayal khusrana talibihi, lakini aliyepata hasara kubwa, aliyehasirika sana, ni yule ambaye mwenye kuitafuta hiyo elimu, linaila fadhlu min alibad, kwa ajili ya kupata utukufu kwa viumbe. Asifiwe kwamba na yeye kasoma, ana cheti cha sehemu fulani, asifiwe kwamba na yeye katafuta elimu, yumo katika watu wenye ilmu, lakini tabia zake haziendani na ile elimu aliyokuwa nayo. Hivyo basi ni wajibu wetu sisi kama Waislamu kutengeneza vizuri nia zetu, badala ya kujivutia dunia, kupata kipato ama kupata heshima kwamba wewe ni alim, ni ulama. Badala yake tutafute ilmu kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuuendeleza na kuubakisha Uislamu, lakini pia vile vile ihyauddin, kwa ajili ya kuhuisha dini ya Uislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu kutambua umuhimu huo. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika kuyafanya hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.